kwenye zahanati hiyo. Winnie Chepkemoi, NTV Mashinani kutoka kaunti ya Kericho. Asante sana Winnie Chepkemoi, mtazamaji wangu. Tupige hatua bonde la Ufa hadi pwani, ndio utamu wa NTV Mashinani. Sasa katika eneo la Chonyi katika kaunti ya Kilifi kulikokuwa na vilio, vurugu na mapigano ya mara kwa mara baina ya wanandoa, lakini sasa kuna sikika sauti ya utulivu na vile vile maelewano. Hii ni baada ya mwanaume mmoja aliyekuwa mlevi sugu, yani kalewa ukipenda, kuamua kubadilika kupitia mafunzo ya ukatili wa kijinsia kutoka kwa washirika. Mwanahabari wetu Fatma Bugu alitembelea familia hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo ambayo bila shaka inafurahisha moyo. Tazama. Alikuwa mlevi chakari. Pombe ya mnazi ndiyo iliyotawala akili na nafsi yake, kila siku kigona njia hadi Mangweni. Nyumbani akirudi, vilio na makelele ya mapigano kati yake na mkewe vilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Basi tulikuwa ni manundu wakati wote tutachapana. Mzee akitoka akirudi ni manundu. Hata watoto walikuwa hawana amani. Najua tatizo ilikuwa kidogo, akili nayo bado imelala. Lakini hali hiyo ilianza kubadilika pale alipohudhuria mafunzo ya kukomesha ukatili wa kijinsia yaliyoendeshwa na shirika. Hii leo si tu kwamba ameacha pombe, bali pia amegeuka kuwa balozi wa amani kwa wanaume wenzake, akiwahamasisha kuhusu umuhimu wa heshima, usawa na maelewano katika familia. Alikuwa akilala huko kabisa, akirudi ni asubuhi, lakini saa hii at least ikifika saa 3 tumewekeana mipaka, yuko nyumbani. Kwa sasa Chonyi si eneo la vilio tena, bali ni mfano wa mabadiliko chanya yanayowezekana pale elimu na uhamasishaji vinapopewa nafasi. Masomo ndio yametubadilisha. Watu wanasema saa hii nimemkalia chapati, hatoki nyumbani, hata majira wale wa rafiki zake wakumpigia simu hatoki, nimemkalia, lakini sikumkalia. Ni masomo tu na mabadiliko na usawa. Unaweza kusaidiana pia kupika. Ukipata pesa ile mambo na kufichana hakuna, mnakaa kwa meza, mnapanga mambo yenu nyumbani. Sasa mnakuta hiyo nyumba inainuka vizuri na familia pia nayo inainuka vizuri. Sio kama zamani. Kwa sasa kweli haya masomo tumepiga hatua. Naona maisha siku hizi yanaenda vizuri. Naona kuna usawa wa jinsia, watoto wanaishi vizuri, wanapata malezi mazuri. Kwa sasa Chonyi si eneo la vilio tena, bali ni mfano wa mabadiliko chanya yanayowezekana pale elimu na uhamasishaji vinapopewa nafasi. Mabadiliko haya, jamii nyingi zinapata nafasi ya kuishi kwa amani na utu na kuzuia visa vya wanandoa kuuana na hata mimba za mapema. Fatma Bugu, NTV kutoka kaunti ya Kilifi. Asante sana Fatma Bugo, mtazamaji wangu. Jioni ya leo nakutakia mapenzi kama ya huyo Bwana Kai na mkewe. Umeona tabasamu hilo kutoka kwa wawili hao. Tusonge mbele na mamia ya wachuuzi wanaofanya biashara katika mzunguko wa bypass ni eneo bunge la Ruiru wanaishi na hofu ya kubomolewa biashara zao. Ni baada ya kuweza kupewa ilani ya kuondoka eneo hilo la halmashauri ya barabara kuu nchini Kenya. Sasa wachuuzi hao waliofanya maandamano ya kupinga ubomoaji